Asante. Leo tutaendelea na somo letu. Namna gani tunaweza tukafanikiwa? Namna gani tunaweza tukafanikiwa kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye maisha, kwenye kazi, kwenye jambo lolote. Ni namna gani tunaweza tukafanikiwa? Na tuliona Jumatano tulijifunza ili tuweze kufanikiwa ni lazima tulinde vitu ambavyo tunaviona na tunavisikia. Yes. Na tukasoma Biblia kutoka kwenye kitabu cha Yohana 8:37. Tunaona kuwa Yesu alikuwa anawaambia Mafarisayo. Anaambia, najua nyinyi ni uzao wa Ibrahim, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu ya neno langu alimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo ninayoyanena. Nanyi vivyo hivyo mliosikia kwa baba yenu ndiyo mnayoyatenda. Kwa hiyo Yesu kuna kitu hapa hivi akakileta kuwa yeye alichokiona ndo anachokifanya. Na anawaambia na Mafarisayo, hata na nyinyi ndio hivyo hivyo, mlichokisikia ndo mnachokifanya. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa kuna kitu ikajenga kuwa vitu tunavyoviona na vitu tunavyovisikia ndo hivyo hivyo tunaenda kuvifanya, ndo hivyo hivyo tunaenda kuvitenda. Na tukakazia hapo zaidi, tukasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 4 mstari wa 20 Biblia inasema Petro na Yohana walikuwa wamekamatwa na Mafarisayo. Sasa wakawa wameambiwa msiende tena kumhubiri Yesu Kristo. Lakini majibu yao yalikuwa ndo haya. Petro na Yohana akasema, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Kwa hiyo Petro na Yohana wanasema kuwa wao hawawezi kuacha kufanya haya mambo ambao wameyaona na kuyasikia. Na unaona hapo juu hata Yesu yeye pia anasema vitu ambavyo navifanya ni vile ninavyoviona. Kwa hiyo Yesu hawezi kuacha kufanya mambo mazuri, hawezi kuacha kuokoa watu. Kwa nini? Kwa sababu ndo vitu alivyoviona. Na anawaambia hata na nyinyi Mafarisayo mlioyasikia ndo mnayoyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Na Petro na Yohana wanakuja kukamatwa, wako kwenye kifungo, wanahojiwa, wako mahakamani. Wanasema hata sisi hatuwezi kuacha kufanya yale tulioyaona na yale tulioyasikia. Tukajenga hoja kuwa kumbe vile vitu tunavyoviona na vile vitu tunavyovisikia ndivyo tunavyoenda kuvifanya. Na hatuwezi kuacha kuvifanya. Kwa hiyo tukasema kuwa kama mimi nitaona mambo ambayo ni ya kipuuzi na nitakuwa nasikia habari ambazo ni za kipuuzi, basi nitaenda kufanya mambo ya kipuuzi, kwa sababu ndo vitu ambavyo nimeviona na kuvisikia. Biblia inasema hivyo, hauwezi acha kuvifanya. Lakini kama mimi nitataka kuona mambo ambayo yanampendeza Mungu, mambo ya maendeleo, nitataka kuona fursa za kibiashara, nitataka kuona namna watu walivyofanikiwa walivyo, nitataka kusikia habari nzuri, nikataka kusikia neno la Mungu, nikataka kusikia hivi vitu ambavyo vinampendeza Mungu, basi matokeo yangu yataenda kuwa mazuri, nitafanania vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukao tumeangalia ni namna gani kuona na kusikia kunaweza kukamjenga mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ila leo tunasonga mbele kwenye eneo la kuona, kwa maana kuna fumbo nataka kuwaonyesha kwenye kuona. Amen. Kwa maana sasa mtu anaweza akasema, mtumishi, mbona mimi kuna vitu ambavyo naviona na sijawa? Mbona kuna vitu ambavyo nimejaribu kutazama, nimeona na nimesikia namna gani watu mbalimbali kwenye Biblia wamefanikiwa, lakini mbona mimi sijawa hivyo bado? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikueleze Biblia inavyosema kuona inamaanisha nini haswa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba utusomee. Tutasoma kutoka kitabu cha pili cha Wafalme, mlango wa 2, mstari wa 10. Kwa hiyo tutasoma kuanzia mstari wa 9 hadi wa 10. Kwa hiyo tunasoma kitabu cha Wafalme wa 2, mlango wa 2, mstari wa 9 na wa 10. Kuna jambo hapa nataka tuliangalie. Wafalme wa 2 sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema, hata ikawa walipokwisha kuvuka, Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Mstari wa 10. Ndiyo. Akasema, umeomba neno gumu, lakini
ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, la hukuniona hulipati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tukiwa tunasoma Biblia, mtumishi wa Mungu, kuna jambo tunatoka tujue. Amen. Wakati unasoma Biblia, unatakiwa ujiposition, unajieka, Ndiyo. na unatakiwa pia umuone Mungu. Amen. Kwa hiyo kwenye kila mlango lazima umtafute Yesu Kristo, na lazima umuone Mungu Baba. Amen. Na lazima ujione na wewe Amen. hapa hivi uko wapi. Amen. Sasa kulingana na huu mstari, Elia ndo kama Mungu. Kwa hiyo tunaposoma hapa Elia, tunatakiwa tumuone kuwa ni Mungu. Amen. Na Elisha unatakiwa ujione kuwa ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwenye kila mstari unatakiwa ujue kujiposition. Angalia, anamwambia hivi, hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio hivyo Mungu alivyotuambia. Mungu ametuambia tumuombe lolote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe lolote naye atafanyaje? Atafanya. Naye atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aya, akaendelea akamwambia, kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Kwa hiyo unaona hapa Elisha anaomba kitu kikubwa. Kuna mtu leo hii anaweza akaomba nyumba, anaweza akaomba gari, anaweza akaomba hiyo biashara, mtumishi wa Mungu. Kuna mtu anaweza akaomba jambo ambalo labda akaomba fedha, mimi naomba niwe bilionea. Sasa tazama hili jibu. Mungu akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiona utapata. Yaani kama utaona ninapoondolewa kwako utapata. Lakini usipoona hupati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nataka kukufundisha kuhusu kuona. Kwa hiyo sitaki tuangalie vitu vyote hivyo vingine. Nataka tuangalie tu kitu kimoja. Kuona. If you see, you will have. If you don't see, you will not have. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama utaona utapokea, ila kama hautaona hauwezi kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ili tuweze kujenga hii nani vizuri, naomba tusome kitabu cha Mwanzo. Mwanzo mlango wa 13 kuanzia mstari wa 14 hadi wa 17. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 13. Msikilizaji, tunasoma Mwanzo sura ya 13 kuanzia mstari wa 14 mpaka wa 17. Ndiyo. Neno linasema, Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Amen. Naomba tuishie hapo. Amen. Sasa unaweza ukawa umemwomba Mungu, lakini unavyomuomba Mungu, na japokuwa Mungu kasha tuahidi kuwa labda sisi tutatakiwa turithi nchi ya maziwa na asali. Yes. Ibrahim kuna kitu ambacho bado kilikuwa kijatokea. Alikuwa bado hajaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anamwambia Ibrahim, inua sasa macho yako. Yaani Mungu kuna kitu anajaribu kumwambia Ibrahim kuwa ili niweze kukupatia sehemu nzuri, sasa hivi inabidi uinue macho yako. Na anamwambia, maana nchi hii yote unayoiona ndo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Inamaanisha Ibrahim asingeona, asingepewa. Tunarudi pale pale kwa Elia na Elisha. Kuona. Yaani kwa Kiingereza inasema, as far as your eyes can see, I will give you. Amen. Yaani Mungu anamwambia Ibrahim, sasa na umbali ambao macho yako yataona, nitakupa. Sasa huku kwa Elia na Elisha tuliona kuwa Elia anamwambia Elisha kuwa ukiona nitakupa. Amen. Sasa ni jambo gani hapa hivi nataka nikuletee? Kwa maana kuna kitu nataka nikuletee, nikujengea akilini. Tunaweza tukaangalia kuwa ili uweze kupokea chochote, uweze kupokea hiyo biashara nzuri, uweze kupokea hiyo kazi nzuri, uweze kuanzisha hilo jambo zuri, hiyo afya nzuri, uweze kupokea mafanikio, kuvuka madeni, kuyalipa, ni lazima uanze kwa kujiona kuwa hivyo vitu umevifanya. Usipoona hautapata.
Bwana Yesu asifiwe. Hii ni siri ya kupokea kitu kwa Mungu. Mungu anasema usipoona sikupi, lakini ukiona, na ukiona kwa umbali gani umeona, huo umbali wote ambao utauona ninakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa hata tukisoma kwenye Zaburi na tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, hata naye adui anafanya hivyo hivyo. Unajua shetani anamkopi Mungu, na shetani anapomkopi Mungu, formula iko hivi: lazima mtu kwanza aone ndo kile kitu akipate. Kwa hiyo adui mwenyewe anajua hawa wanadamu wasipoanza kuona watatenda dhambi. Ili watende dhambi na waweze kufanya dhambi, wanataka waanze kuona. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema hivi, Eva alipoona ya kuwa lile tunda linafaa kwa chakula, alipoona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati tunaendelea kwenye hiki kipindi nitakueleza sana Biblia inamaanisha nini kuona, lakini kuna kitu kwanza nataka tuendelee. Biblia inasema Daudi alipopanda juu ya nyumba yake, alipoona. Alipoona. Sasa formula ya adui iko hivi: Eva aliona, alivyoona akachukua, alivyochukua akala. Na ndio hivyo hivyo hata Daudi, so tofauti. Alianza kwa kuona, akachukua, akala. Yani adui anafuata the same principle. Yani anajua formula yake haibadiliki. Na Mungu pia haibadiliki. Kwa maana adui anamuiga Mungu. Unajua shetani anachokitaka, Wakristo wengi wanashindwa kuelewa hiki kitu. Shetani sio kwa anataka kumpindua Mungu. Anajua kabisa hilo haliwezi. Hata alipokuwa mbinguni, sio kwa alikuwa anataka kumpindua Mungu. Biblia inavyosema kukawa na vita mbinguni, haimaanishi kwa shetani eti aliinuka akaanza kupigana. Shetani ilifika sehemu kuwa malaika Mikaeli aliona kuwa sasa hivi nafasi yake haipo. Biblia inasema maana sehemu yake haikuepo tena. Kwa hiyo shetani alikuwa anapigana abaki. Alikuwa anapigania ni kubaki kwenye nafasi yake. Lakini sio kwa endo alianzisha vita, hapana. Shetani anajua kabisa kwa hivi vitu siviwezi. Mungu simwezi. Lakini ninachokitaka ni nini? Na mimi nataka niinuke, nifanye ufalme mwingine kama wa kwake. Mtu awe na option, either umwabudu Mungu au niabudu mimi. Najua kabisa siwezi kumtoa Mungu, ila anasema kuwa nami nitainuka na kuinua kiti changu. Inamaanisha hakuepo sehemu ambapo Mungu yupo. Cha kwanza, Mungu alikuwa yuko juu sana. Kwa hiyo naye anasema na mimi nitainuka. Nikiinuka nitakayo position ili watu waniabudu. Kwa hiyo shetani anaigaga vile vitu vya Mungu, anataka kumuiga Mungu. Sio kwa ni jambo baya. Hata shetani kutaka kumuiga Mungu sio kwa ni jambo baya. Kwa maana hata na sisi wanadamu ili tuweze kuwa kama Mungu, ni lazima tuanze kumuiga kwa kumuangalia. Ila sasa tunatakiwa tutumie hekima. Ndio kitu ambacho Biblia inasema hekima yake ilikuwa corrupted. Hekima ya shetani. Yes, hatutaendelea hapo. Ila ili kitu chochote kianze, ni lazima uanze kwa kukiona. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaendelea kusema wameniketisha kwenye giza. Wamefanya mnyororo wangu kuwa mzito. Kwa hiyo kumbe adui kitu cha kwanza anachokifanya ni nini? Hata akitaka kukuweka mateka ili usifungue biashara, anakuweka kwenye giza ili usione. Tukio kwenye giza hatuoni. Ndio lengo pekee kwa nini anataka ukae kwenye giza, ili usione. Wanamkamata Samson, kitu cha kwanza wanachoanza kufanya ni nini? Wanamtoboa macho. Si ndio? Alafu wakisha mtoboa macho, wanafanya vile vile. Yaani adui anasema wameniketisha penye giza, mahali pa chini sana kuzimu. Na wamefanya kuta zangu ziwe ni udongo wa kuteleza. Wamenifunga kwa mnyororo mzito. Unaona hata naye Samson wakimkamata, wanaanza na macho, wanamteremsha chini Gaza, wanamfunga na mnyororo mzito, abaki tu ana saga sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo adui soko atataka kukuua. Alafu hiki tunatoka tukielewe sana. Wameniketisha. Mimi na wewe sasa hivi tumekaa. Kwa nini tumekaa? Ili tuwe comfortable. Kwa hiyo huyu mtu anaikuwa sehemu ya shida. Atakiwa tu kuona, lakini anakuwa ameketi. Unajua ukiketi unakuwa una relief. Unajua Biblia, shetani hataki kukuning'iniza kwenye giza. Hataki kukusimamisha. Anakuketisha. Kuwa japokuwa kuna shida, lakini kama unaweza kuivumilia vile. Unaweza ukatulia. Unaweza ukatulia. Yani hauna hela, lakini bado uamki na kusema leo naanza.
naanza sasa hivi. Bado ukasiriki hiyo hali, ukasema sasa hivi nitasoma Biblia yote. Bado ukasiriki hiyo hali kusema kwa sasa hivi nitaomba. Biblia imeshaniambia kuwa wale wanaoketi mahali pasiri pake walio juu kwanza watapokea nguvu mpya, na Mungu anasema kabisa mimi ninawapa nguvu waliozimia. Kwa hiyo kumbe kama mimi sina hela, nataka hela, Mungu atanipa kama nitamuomba kwa bidii, kwa maana atanijaza tena nguvu. Ila adui anakuweka sehemu wewe umekaa comfortable. Una hela lakini umerelax. Una hela lakini umerelax. Yani hakubani mpaka useme kuwa sasa hivi nachukua hii hatua. Hakubani mpaka ukasirike. Yani anakuwa amekuweka pale. Ndio maana unakutana na mtu ana hela lakini yani haumuelewi, bado yani hakazi, hataki kabisa ile kukaza. Ameambiwa leo kuna mkesha haji. Bwana Yesu asifiwe. Hataki bado kubadilika. Hafurahi ile hali lakini hachukui hatua. Kwa hiyo adui anaanza kudili na macho. Lakini hata naye Mungu anakuambia kitu hiko ukiona hadi uone nitakupa. Sasa Paulo ameandika vitabu vingi sana kwenye Agano Jipya. Akasema ngoja niwaombee, na leo tutasoma sala yake. Anasema ngoja niwaombee hawa watu ambao wataishi miaka 2000 ijayo. Sasa hivi ukimchukua Carlson, ukiniambia niwaombee watu ambao wataishi labda mwaka 2100, nitaweza kuwaza labda watu Mungu wasaidie, wafunike kwa damu yako, adui asiwapige, shetani asipambane nao, wabariki. Ila Paulo aongelee hivyo vitu. Paulo anatuombea sisi, lakini anatuombea kwa namna ya tofauti sana. Tukisoma kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza, tunaona hapo ndo sala ya Paulo ipo. Kuanzia mstari wa 17 kitabu cha Waefeso 1. Kuanzia mstari wa 17. Ndio. Kwa hiyo unaweza ukaona kuanzia mstari wa 16 ndo anaanza sala yake. Naomba tuanzie 16. Sawa. Tunasoma Waefeso sura ya kwanza kuanzia mstari wa 16. Msikilizaji anasema, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. 18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo. Endelea. Tusome hadi 19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapa Paulo anaanza kutuombea. Ukiwa unasoma Biblia, soma taratibu. Amen. Na kwa pozi kabisa. Amen. Kwa Mungu wa baba yetu Yesu Kristo. Kwa anaitia jina la Mungu. Alafu anasema sifa yake ya kwanza, Baba wa utukufu. Awape nyinyi. Kwa hiyo kumbe Mungu anaweza kutoa. Kumbe Mungu anaweza kutupa. Kuna jambo ambalo Mungu anaweza akatupa sisi. Paulo anaanza kusema, 1 ni roho ya hekima, 2 ni roho ya ufunuo, 3 ni roho ya kumjua yeye. Amen. Kwa Kiingereza amesema the spirit of wisdom and revelation and knowledge. Amen. Knowledge of him. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa Paulo anatuambia kuwa Mungu anatakiwa tupe sisi hekima, ufunuo na maarifa ya kumjua yeye. Kwa nini Paulo anatuombea hivi vitu? Na kwa nini Paulo anatuombea kwa Mungu ili tuvipate? Anasema kitu kimoja cha ajabu sana. Macho ya mioyo yenu. Macho. Anaanza sasa kudili na macho. Kitu ambacho tunatumia kwa ajili ya kuona. Anasema sasa haya macho yenu, haya macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Bwana Yesu asifiwe. Yatiwe nini? Nuru. Kwa hiyo anasema eyes of your understanding being enlightened. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini yatiwe nuru? Adui anamketisha mtu kwenye giza. Hataki aone. Bwana Yesu asifiwe. Hataki aone. Kwa hiyo Paulo anasema macho yetu yatiwe nuru ili tuweze kuona. Bwana Yesu asifiwe. Na nuru ni neno la Mungu. Amen. Kumbe tunaweza tukatumia neno la Mungu
ili macho yetu apate nuru, tuweze kuona kitu fulani, kwa maana ni hadi tuone ndo tutamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hatuwezi tu pia tukaona hivi hivi. Ni lazima ujue macho yangu ili yaone, macho yangu yanatakiwa yatiwe nuru. Yasipotiwa nuru hayataona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yasipotiwa nuru hayataona. Kwa macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Bila nuru macho yako hayataona. Macho yako yasipoona hautaweza kupokea. Kwa maana ni hadi if you see you will have. Amen. If you don't see, usipoona hautapata. Hata Elia anamwambia Elisha, Mungu anamwambia Ibrahim, sawa sawa na umbali ambao macho yako yataona. Kwa hiyo kumbe Ibrahim angeona dunia nzima, angepewa dunia nzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sasa macho yetu yataonaje? Biblia inasema macho yetu yatiwe nuru. Tunaweza tukaona kwa namna mbili. Yaani sasa macho yangu yanafunguliwaje ili nione? Kwa hili ndo swali. Amen. Unajua mimi kama mwalimu nimekueleza sana kuhusu macho. Sasa unaweza ukaniambia mtumishi, macho yangu yatafunguliwaje sasa ili nione? Kwa maana nataka kuona ili nipokee. Na Mungu anakuambia jambo la ajabu sana. Unajua kwenye Biblia kuna sehemu chache ambao Mungu amesema chochote utachoomba nitakupa. Alimwambia Solomon kuwa ni kitu gani sasa unataka ili nikufanyie. Lakini unaona pia na Elisha alipewa hiyo ofa na Elia. Ni jambo gani unalotaka? Ndio. Mimi na wewe ndo kitu ambacho sasa hivi tunatokuwa tukisoma habari kama hizi tuwe tunapata wivu. Kumbe Mungu anaweza akatupa yeye mwenyewe kwa kutuuliza ni kitu gani tunataka atupe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anamwambia Ibrahim hivyo hivyo kuwa yani umbali ambao utaona nitakupa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe changamoto sio Mungu kutoa, Kuona. changamoto ni sisi kuona. Amen. Sasa tutaonaje? Tutaonaje hivyo vitu ili tupewe? Biblia inasema kuna phone number ya Mungu nataka kukupa. Kwa maana moja nimekwambia tunaona macho yetu yakipata nuru. Amen. Tunajua kuwa nuru ni neno la Mungu. Amen. Hapo mwanzo palikuwa na neno. Nalo neno lilikuwa kwa Mungu. Nalo neno lilikuwa ni Mungu. Hakuna lolote lilofanyika pasipo yeye. Na kwa kupitia yeye vyote vilifanyika ambavyo vilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaendelea kusema ndani yake ndimo uliokuwa uzima. Yes. Na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Amen. Kwa hiyo huyu neno ndani yake kuna uzima na kuna nuru ya watu. Amen. Kwa hiyo ili mimi na wewe tupate nuru, si ndio? Tunatoka tujue kuwa hii nuru imo ndani yake ndimo ulipokuwepo uzima na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni ndani ya neno ndo kuna nuru. Amen. Ili macho yetu yaone yanahitaji nuru. Kwa hiyo soma Biblia yako. Amen. Ni kusisitize mara ngapi? Kuanzia kipindi cha kwanza hadi sasa hivi tunaona namna gani tukisoma neno la Mungu ndipo tutakapofanikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini namna ya pili ya kupata hii nuru, kuna phone number ya Mungu. Namba ya kumpiga simu mbinguni. Kama unataka upige simu mbinguni, andika hapo Yeremia 3:3. Hiyo ni namba, phone number ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema niiteni nami nitafanyaje? Nitawaitikia. Nami nitawaitikia. Aha, nikiwaitikia ni jambo gani nitafanya? Nami nitawaonyesha. Nami nitafanyaje? Nitawaonyesha. Kwa hiyo Carlson sasa hivi anataka sasa aone. Amesikia mtumishi anafundisha redioni. Amejua kuwa pasipo kuona siwezi kupata. Na kumbe nikiona anapokea chochote. Nikishaona anapokea chochote. Mungu anasema sasa niite nami nitakuitikia. Amen. Omba. Amen. Omba, piga magoti, omba. Amen. Omba mpaka Mungu akuitikie. Amen. Yani usiombe kidogo alafu amen. Omba. Yani omba, na ukishaomba jua kabisa yani hapa ninaomba na Mungu ameniahidi. Yesu muongo. Ameniambia kwa ataniitikia. Kwa hiyo muda wote ambao naombaga kabla sijaitikiwa nimesema amen. Inamaanisha mimi ni haraka tu. Nimewahi kuondoka. Barazani kwa baba. Ndio. Labda nikupe mfano. Hivi mimi na wewe sasa hivi.
tukipewa appointment na rais, nani atamsubiri mwingine? Sisi ndo tutamsubiri. Yes. Si ndio? Yeah. Tutamsubiri rais mpaka aje. Rais hawezi akatusubiri mimi na wewe. Sasa kama tu rais wa Tanzania hawezi akatusubiri, ndo mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, Hello. Mungu muumba miisho ya dunia, sisi ndo tutasubiri. Amen. Yani tutasubiri, we will tarry. Na Biblia inatuambia kabisa kuwa ni lazima msubiri. Tarry here, ndo tupokee nguvu. Mpaka tusubiri. Biblia inasema aketie mahali pasiri, yani anayeketi kwenye maombi. Amen. So anayekimbia, anayekuja Mungu, amen. Baba 1 2 3 afa muondoka. Anayeketi, yani inamaanisha hana haraka. Amen. Ameketi mahali pasiri, ameketi kwenye maombi. Biblia inasema Mungu atakuitikia. Alafu kwenye kukuitikia kwake sasa, atakuonyesha. Akikuonyesha, anakuonyesha nini? Anakuonyesha mambo makubwa. Mambo gani? Makubwa. Leo hii unaweza ukawa hujajiona wewe ulivyokuwa trilionea. Haujajiona wewe namna gani utakuwa bilionea. Haujaona utajiri ambao uko ndani ya Kristo namna gani ulivyo. Amen. Si ndio? Amen. Mungu anakuambia nitakuonyesha Amen. mambo makubwa. Amen. Kama alivyokuwa anamwambia Ibrahim, toka nje. Hebu angalia hizi nyota, ndio utakuwa uzao wako. Yani kuna jambo anataka kumuonyesha Ibrahim ili alijenge, yani ili Ibrahim alipokee, alione mambo makubwa na ya ajabu, magumu. Alafu magumu gani? Usio yajua. Amen. Kwa hiyo inamaanisha mimi na wewe vitu ambavyo Mungu ametuandalia hatuvijui. Ndio maana anatuambia ameweka hazina ziko gizani. Kuna sema ameweka hazina. Yes. Kuna sema ameficha baraka zetu. Yes. Lakini ziko gizani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe hatujui, ila yeye anaweza akatuonyesha. Amen. Anaweza akatuonyesha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna picha nataka nikujengee, ili nitakupa mfano ili uweze kuelewa. Ukiweza kuelewa itakusaidia sana. Amen. Mwanadamu ni muunganiko wa mwili, nafsi na roho. Amen. Sasa wewe unaishi sehemu mbili. Unaweza ukawa ujui, lakini unaishi duniani na unaishi kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho upo pia. Kwa hiyo ukiota kwenye ulimwengu wa roho unaanguka, yani ndio wewe unaanguka. Ukiota kwenye ulimwengu wa roho unakimbia, yani ndio wewe unakimbia. Yani ule ni uhalisia kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huwa kinachotokea ni kwamba rohoni, yani roho ndo inaipa nafsi ujumbe, alafu nafsi inaipa mwili ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikwambia nafsi yako ni akili, hisia na maamuzi. Yes. Ambao ndo inaishi katika ulimwengu wa roho kama mtu kabisa anayetembea, anayefanya kila kitu. Na hapa mimi huu ni mwili tu. Kumbuka huu mwili, tulisema huu mwili ni kama mtumwa wa nafsi yangu. Si ndio? Yeah. Nikikaa hapa labda nikampiga mtu kibao. Changamoto sio huu mwili. Changamoto ni akili ambayo imeniambia namna pekee ya kumfanya mtu anyamaze ni kumpigia kibao. Changamoto ni ile nafsi au ile akili yangu. Kumbuka nikawapa mfano kuhusu yule mchungaji na mtoto wa mtaani na mwizi. Si ndio? Yeah. Yule mwizi kubadilika kuwa mtu mzuri, sio mwili wake ulibadilika. Ni akili tu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa, ngoja sasa nikupeleke hapo. Wewe unaishi duniani, kuna huu mwili wako. Yes. Lakini kitu ambacho kina control mwili wako, ambao ni nafsi yako, haishi duniani. Iko rohoni, iko katika ulimwengu wa roho. Sasa kwenye ulimwengu wa roho kule, kitu ambacho kinaipa nafsi ujumbe na maelekezo ya kufanya ni roho. Si ndio? Either roho ya giza au roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo roho wa Mungu au roho ya giza ndo inaipa nafsi yako ujumbe, alafu nafsi inautranslate kwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfano, uchawi labda uko hivi. Kuna mtu anaenda nyumbani, amepikiwa chakula na mke wake kizuri, lakini kwa sababu amefanywa uchawi, anaenda anaona labda kama kwenye hotpot amewekewa chakula kibaya, yani hakimfurahishi. Yani chakula anakiona, what is this? Chakula gani hiki nimepikiwa? Hata hali anakiacha. Changamoto, wewe mtu ukitazama
ukitazama kwenye ulimwengu wa kawaida unaona mbona hiki chakula ni kizuri, lakini yeye yule ambaye amefanyiwa huo uchawi roho yake, kuna roho ya giza ambayo kule kwenye ulimwengu wa roho inamfanya macho yake, yani mbele ya nafsi yake kule kwenye ulimwengu wa roho wamemwekea chakula libaya. Kwa hiyo nafsi yake sasa, ambayo ni akili, hisia na maamuzi, inaiambia hadi mwili wake usile hiki chakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nafsi yake kuna sehemu inaona kwa hiki chakula ni kibaya. Ndio maana anakuwa na amnacho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo roho ya giza inaweza ika-influence nafsi yako kule kwenye ulimwengu wa roho. Sasa hivi nimewaambia tufunge macho, tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla mtu anaanza kusikia uzito. Unajua uzito unaosikia ni ukweli. Mwili wake hapa alipo ajui kwa nini anasikia uzito. Yaani ajui ni nywele yake haitaki kuomba, ajui ni pua yake, ajui ni kucha yake, ajui ni ngozi yake, ajui ni mfupa yake, lakini anajua tu leo najisikia uzito. Kwanza natamani, kwanza nimeambiwa nisimame sibura nikiambiwa nikae. Nimeambiwa nipige magoti sibura nikiambiwa nikae. Mbona kama vile yani imekuwa ni jam, ni kero. Kule kwenye ulimwengu wa roho sasa, nafsi yake ambayo inamwambia sasa hivi kuna uzito. Wakati tu mtumishi anasema tuanze kuomba, roho ya giza kule inaweza hata ikamrukia. Yani ikawa ni kama mtu amembeba, labda kama mimi sasa hivi nimbebe mtu mzima. Kwa hiyo kule nafsi yake kuna kitu inabebeshwa kwamba uwezi. Sasa nafsi yake inavyobebeshwa inakuwa imepata ule uzito, kwa nataka kutoa hiki kitu ambacho kimenipata. Hiki kitu ambacho kimenipata ni nini? Nimeambiwa niombe. Kwa hiyo nafsi yake ambayo sasa ndo akili, hisia na maamuzi inamwambia yani hapa yani umechoka, yani bora ukae, bora yani sema amen uache. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen uache. Yani natamani ningekuwa naweza kukupa mfano nikiwa na watu. Yani ningekujengea picha nzuri sana ili uweze kuelewa. Sasa sema applied. Sema applied. Ili Mungu aweze kufanya kitu, roho Mungu anaiambia nafsi yako. Umeona? Sasa roho ya Mungu kama anashindwa kuionyesha nafsi yako, kumbuka Mungu anatuambia atatuonyesha either kwenye maombi au kwenye neno. Ile nafsi yangu kule isipoona utajiri, isipoona, Bwana Yesu asifiwe, nisipoona, Mungu asiponionyesha nikaweza kuona. Kwa maana unakuta mimi yani roho ya Mungu hawezi kusema na mimi kwa sababu nimekamatwa na vitu vingine, nimekamatwa yani huku hivi adui aniache, nikitaka kuomba ni uzito. Yani kule kwenye ulimwengu wa roho na yenyewe pia ni mshike. Umeona? Labda adui amekuweka shuleni, unaota tu mandoto huko shuleni. Wewe unaweza ukawa unajihisi kuwa uko free. Mwili wako kweli uko free, lakini ukweli ni kwamba wewe ukapiga hatua. Uko shule. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uko shule. Kwa hiyo adui anachokifanya au hata Mungu akitaka kubadilisha anachokifanya. Nimekwambia adui na Mungu wanatumia same technique. Adui nimekwambia atataka kukuonyesha na kukusikilizisha vitu ambavyo ni viovu ili matokeo yako yawe mabaya, ili vitu vitokee. Usiweze kuacha uzinzi, usiweze kuacha umalaya, usiweze kuacha uongo. Kwa nini? Kwa sababu unachokiona na unachokisikia huwezi kuacha kukifanya. Sasa kwa sababu hiki kitu ni ukweli, na yeye Mungu anajaribu kukuonyesha kule, anajaribu kukuonyesha kuwa sasa sasa Mungu anaweza kukuonyesha kama wewe utataka kuona kwa kuomba na kwa kusoma neno lake. Ndio atakuonyesha sasa ule utajiri wako. Ukisha uona kule rohoni, Mungu anakupatia hata na huku mwilini. Vitu utashangaa tu, unapigiwa simu hata na redio ambayo iko Marekani. Unaambiwa jamani, tunataka uwe presenter yetu. Yani tutakulipa hela ambayo utajenga mansion, utanunua na range. Yani utakuwa utashangaa wanadamu watavoinuka kukuinua. Utashangaa namna gani watu wanabarikiwa. Yani umesema tu Bwana Yesu asifiwe, yani mioyo ya watu imesikia kama vile kuna jambo umewaambia, neno la tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna sehemu umefunguliwa, kuna kitu umeshakiona. Kwa hiyo sasa hivi ni lazima upokee haja ya moyo wako. Kumbuka sheria ilikuwa ni moja. Ukiona utapewa, nitakupa. Amen. Hata Mungu anamwambia Ibrahim, ukiona nitakupa. Si ndio? Kuna mstari wa Biblia inasema kwenye Waefeso 4:18. Naomba tuusome. Waefeso 4:18. Kitabu cha Waefeso. Neno la Mungu linasema,
ambao akili zao zimetiwa giza. Aha. Tuendelee. Nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Kwa sababu ya ugumu. Sasa kwa Kiingereza imesema kwa sababu ya blindness of their heart. Kwa sababu ya kama upofu wa mioyo yao. Ila inasema ambao akili zao zimetiwa giza. Kwa hiyo kuna kitu, kumbuka huku Paulo anatuambia akili zetu, au nilikwambia Biblia ikisema moyo inamaanisha akili. Kwa hiyo huko alisema macho ya akili. Yes. Macho ya akili zetu yatiwe nuru. Lakini huku unaona watu ambao wafanikiwi ni kwamba akili zao zimetiwa giza. Nao wamefarikishwa na uzima. Yaani wamefanikishwa na life. Kwa Kiingereza inasema alienated from life. Yaani wamefanikishwa na maisha, yani maisha kwa wako juu chini. Hawafanikiwi, hawaendelei, wamepanga huko kwenye madeni, wana magonjwa na nini. Yaani wamefarikanishwa nayo. Wamefarikanishwa na uzima na maisha. Biblia ikisema life inamaanisha uzima au maisha. Kwa hiyo tunaona mtu ambaye ameandika kwa Kiswahili ameamua kutumia uzima. Ila pia life inamaanisha maisha. Yes. Yaani maisha yamefarakanishwa. Si ndio? Na Mungu. Alafu anasema kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya upofu wa akili zao. Upofu. Kwa hiyo kumbe adui akitaka maisha yako yawe juu chini, upside down, anakupofua macho. Kama alivyompofua Samson. Kama alivyotaka kumuonyesha Eva tunda. Kama alivyotaka kumuonyesha pia Daudi. Anaanza anapambana na macho yako. Umeona? Na macho yako yasipokuwa wazi unaogopa. Unaona hata Gehazi, macho yake yalikuwa yamefungwa. Kwa hiyo anamwambia ole wetu mtumishi wa Bwana. Leo tunakufa hapa. Elisha anamwombea Mungu mfungue macho yake. Aone. Kwa hiyo hata uoga tulionao kwa sababu hatujaona. Macho yamefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima tuchukue hatua za makusudi. Kutafuta hii nuru ambayo inaweza kufungua macho yetu. Kuingia kwenye maombi ili macho yetu afunguke sasa tuweze kuona. Amen. Mungu atuonyeshe haya mambo makubwa, haya mambo magumu tusiyojua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo adui amemtia mtu giza. Amemtia mtu giza, macho yake ameyapofua ili maisha yasiende. Amen. Sasa sisi ni lazima tubadilike. Biblia yako ulionayo, yani kuna muda inafika nikiangalia Biblia yangu naona ni kama dhahabu. Yani nasema light. Hii Biblia ningeisoma kweli kweli. Huwa na mimi pia najiambia, Carlson, light. Hii Biblia ungesoma kweli kweli. Kama tunavyoona watoto wa Isaka wanavogombania tu neno la Mungu. Anayepewa neno la Mungu, yani anayepata neno la Mungu, kama sasa hivi sisi upewe tu Biblia. Uachane na fedha, uachane na kugombania majengo. Kwa maana unajua nikishapata hili neno na nikaona huu ukweli, Mungu ananipa. Yani chochote ambacho utaomba, kumbuka hii offer sio ya kupata tu muujiza wako wa uponyaji. Biblia inasema chochote, omba lolote nitakupa. Macho yako yatapona kwa umbali ambao utaona, yote nitakupa. Hiyo ndo ahadi. Kwa hiyo unataka uwe na magari mpaka unaendesha kwa msururu. Yaani umewekwa katikati magari yako mbele na nyuma. Ona. Unataka ujenge magorofa Tanzania, Ulaya, wapi? Ona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaonaje? Unaona kwa kupokea nuru au mwanga. Biblia inasema neno la Mungu ni mwanga, ni light. Kwa hiyo ni lazima to feed on this light. Amen. Unajua? Unaona hata shetani. Umeona? Kwa sababu ili ni mystery na kueleza. Unajua kwa nini ukiona picha ya mashetani unaona ni majitu ambayo yamekaa, sura ieleweki, ngozi ieleweki, wana maturu, wamekaa kama vile wameoza. Yeah. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu chakula cha malaika ni kumuona Mungu. Kwa hiyo wasipomuona Mungu ni kama hawalishwi. Kwa sababu hawalishwi, kumbuka wale wote walikuwa malaika.
na malaika ni kiumbe ambacho ni kizuri. So unajua hata tu ukipata picha malaika unavona anang'aa, anavutia, si ndio? Sasa kwa nini wale wamekuwa vile? Kwa sababu sasa hivi hawaoni. Kwa hiyo maisha yao yako juu chini. Yaani maisha yao sasa hivi yako juu chini, mapepo. Kwa sababu hayaoni tena ule mwanga wa Mungu. Hawapati kile chakula. Kwa hiyo wanachotaka kula sasa hivi na wanajitahidi. Unajua pepo likimvaa mtu ni kwamba linataka kujiexpress. Sio kwa linataka kumpossess. Linataka kumvaa mtu na kuona. Yaani linataka kujiexpress na lenyewe pia lione. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana unaona Biblia inasema labda Yesu anamponya mtu ambaye alikuwa ni bubu. Alafu yule mtu akaanza kuongea. Biblia inasema Yesu kumponya mtu ambaye ni bubu, alikemea pepo la ububu limtoke. Kwa hiyo sio kwa huyu mtu ndani yake ya sauti ilikuwa ina shida. Sio kwa koromeo la shida. Sio kwa mdomo una shida au ulimi una shida. Ila alikuwa bubu kwa sababu kuna pepo la ububu nataka kujiexpress. Nataka kujionyesha. Kwa ile pepo ndo anamfanya asiongee. Sio kwa huyu mtu ana shida. Kuna kitu kimemvaa kinamfanya asi nani. Kwa hiyo hata mapepo kwa sababu hayaoni tena ile nuru, maisha yako juu chini yanahangaika. Bwana Yesu asifiwe. Yanataka yafarijike kidogo kwa kumuingia mwanadamu na kujiexpress. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kesho tutaendelea. Tutaendelea kujifunza. Ila kitu cha kushika ni kimoja. Soma neno la Mungu. Omba. Soma neno na kuomba. Unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye Facebook, Instagram, TikTok na YouTube. Tunapatikana kwa jina Jesus Lord God Ministries. Unaandika Jesus Lord God Ministries au Mwalimu Carlson. Mwalimu Carlson ya CARLSON. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naona muda umeenda, lakini swali moja. Amen. Ambaye anapambana kuomba amekusikiliza na ameelewa. Ndio. Lakini ikifika muda wa kuomba yeye huwa anawahi, anaona kama amen ndo rahisi kwake kuliko yale maombi. Ndio. Anafanyaje? Kitu ambacho nitamsini kwamba unatakiwa uweze kubaki kwenye maombi. Angalia watu wote ambao walifanya mambo makuu. Biblia inasema Daudi anawachukua watu goigoi wadhaifu, anaingia nao pangoni, anakaa kule. Biblia inasema wanapotoka inaita mashujaa wa Daudi. Kumbe walikaa kwenye uwepo wa Mungu muda mrefu. Musa anapanda mlima, anakaa siku 40 anamsubiri Mungu. Anaposhuka anang'aa kama jua. Yesu anaenda jangwani siku 40 anamsubiri Mungu. Yesu anaenda milimani kuomba, anamsubiri Mungu. Akishuka ni miujiza isiyokuwa ya kawaida. Biblia inatuambia kama hata mitume our apostles walikaa Yerusalem wakamsubiri Mungu. Mungu aliposhuka walipotoka, ghafla Petro ambao alikuwa anamkana Yesu, kivuli chake kinaponya wagonjwa. Ghafla mambo yanabadilika. Mambo hayakubadilika. Unajua Yesu alipoondoka duniani hakuwa tuna watu 120 ndio walimpokea Roho Mtakatifu wakati wa Pentecost. Watu 120. Unajua walikuwa huko zaidi ya 5,000. Kuna ambao walishindwa kusubiri, wakaondoka ndo wakabaki 120. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mmoja katika watu ambao wanaondoka. Subiri mpaka Mungu akuonyeshe. Ni ahadi. Mungu adanganyi, atakuonyesha. Amen. Tumishi, Mungu akubariki sana, na uhakika watu tunaelewa na tunajifunza. Basi karibu tuweze kuhitimisha na kuahirisha kipindi chetu mpaka kesho tena. Amen. Basi tunaweza tukafunga macho tukamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunasema ni asante mfalme wa falme. Tunasema ni asante Mungu unaweza yote. Bwana Yesu, leo hii ninaachia nguvu yako juu ya watu wote ambao wanatusikiliza. Ninaachia roho ya kusoma neno, ninaachia roho ya maombi, ninaachia kiu ya kukutafuta katika jina la Yesu Kristo.